mpaka nchi, akamwambia jinsi gani nimepata kibali machoni pako. Pata kibali kwa Boazi, sio kwa mchungaji. Namsikia vizuri? Jipendekeze kwa Mungu, sio kwa mchungaji. Naona kibali machoni pako hata ukinifahamu mimi niliye mgeni. Naye Boazi akajibu akamwambia, nimeelezwa sana yote uliyomfanyia mkweo tangu alipokufa mumeo, na jinsi ulivyowaacha baba yako na mama yako na nchi yako uliozaliwa, ukawafikiria watu sio wajua, tangu hapo umekata shauri kufuata Mungu wa Israeli. Bwana, haleluya, akujaze kwa kazi yako, nawe upewe thawabu kamili na Bwana Mungu wa Israeli, ambaye umekimbilia chini ya mabawa yake. Ndipo aliposema, Bwana wangu, na nipate kibali machoni pako, kwa sababu wewe umeniburudisha moyo kwa yale maneno, na kumwambia mema mjakazi wako, ingawa mimi si kama mojawapo wa wajakazi wako hawa. Tena wakati wa chakula, huyo Boazi akamwambia, karibu kwetu. Piga kelele, karibu kwetu. Najua andiko linasemaje? Yeye ashindaye mpa kuketi pamoja na atakula pamoja, kamkaribisha na kula matunda na Mungu. Karibu kwetu, ule katika mkate wetu na uchote tonge lako katika siku yetu. Basi akaketi pamoja na wavunaji, nao wakampitishia bisi, naye akala akashiba hata sasa. Na alipoinuka tena ili aende kuokota masazo, Boazi bado anamfikiria. Haleluya, haleluya. Unaweza kupewa hiki, hajakaa sawa, ukapewa hiki kingine, hajakaa sawa, Mungu anampa kingine. Chukua na hiki. Mnanisikia? Mungu mkipendana sana anakupa hiki, kabla hujatumia katika kingine. Sawa. Chukua na hiki. Nipatie na kingine tena. Akaokota masazo. Huyo Boazi aliwaagiza vijana wake akisema, mwacheni aokote hata kati ya miganda. Yale kwa naokota masazo ni vitu vimevunwa. Israeli waliambiwa hivi, unapovuna mazao usivune yote, uache mengine kwa ajili ya maskini. Kwa hiyo mahindi unaacha kwa kusudi mawili matatu, pale mpunga unaacha ili tu kwamba maskini hakuna. Akipita maskini anachukua. Sasa akamwambia, sasa bwana, kulingana hali nayo mimi, upendo wenyewe ulivyokolea, ninavyokupenda kwa taarifa yako walionipa, sasa naomba usiokote masazo. We sasa ngoa ngano yenyewe. Sema amen. Si Mungu anafanya hivyo? Huyo mwachieni aokote hata kati ya miganda, wala msimkemee tena. Mtoleeni kidogo katika matita na kukiacha na akiokote, wala msimkataze. Oho, basi Luthu akaokota masazo kondeni hata jioni, kisha akazikula zile nafaka alizoziokota, zikawa yapata 1,000 ya shayiri. Akajitwika, sio akabeba. Huu ni mzigo. Akajitwika katika zake mjini, akamwonyesha mkwewe zile alizoziokota, akavitoa vile vyakula alivyovisaza. Alipokwisha kushiba akampa, hautakula ugali na lambalamba vile yake. Ugali unaponoga sana umeisha, nalamba tu bakuli. Kwa kawaida unapasa kula mpaka chakula kibakie kidogo. Na sasa ukiona wanao wanapokula chakula kiwaje, meisha, ni kuna laana hapa. Kwa nini iwe hivyo? Watu wangu sasa wanaongea wangu wewe. Nenda msalabani. Mtoto anapaswa kula chakula mpaka ashibe. Maandazi huna ruhusa kuwagawia manne au mawili, sababu uwezo wa kula watoto wanaachana. Chai nusu kikombe marufuku. Wacha warudie chai, wakitaka warudie, wanywe washibe. Wewe umechukua mandazi mangapi? Chukua matatu. Rudisha mawili.
hiyo nyumba ina laana. Mnaamini? Nimehubiri kwenye redio, wakati na ubiri, familia moja ilikuwa inapitia hiyo hali. Kanipigia simu, baba ndio mimi wa maandazi. Tukija kwa Kristo, Kristo atahakikisha unakula, unasaza na unagawia watu chakula. Amen. Huyo ndio Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Abraham, ndio Mungu wangu. Hata kama uko maskini, mambo yako sawa, yatakaa sawa tu. Basi mkwewe akamuuliza, je, umeokota wapi leo? Umefanya kazi wapi? Na abarikiwe yeye aliyekufahamu. Naye akamwarifu mkwewe nani ambaye alifanya kazi kwake. Akasema, yule mtu aliyefanya kazi kwake leo jina lake anaitwa Boazi. Tuseme wote Boazi. Goeli. Huyu Goeli ni tajiri. Neno Goeli tajiri, mtu mkubwa, ana kila kitu. Amen. Naye naona akamwambia na abarikiwe huyo bwana ambaye hakuacha wema wake wala kwa hao walio hai wala kwa hao waliokufa. Ambia watoto wake, yaani watu waliokufa. Yule binti aliyeongozwa, sio Naomi alimwambia ndio shamba fulani, na wewe umekuja hapa, ni Mungu amekuongoza kwenye shamba la William Branham. Amina, amina. Mahali ambapo hakuna kuongeza na kupunguza. Huyo kisha Naomi akamwambia, mtu huyu ni wa ukoo wetu, mmoja wa jamaa yetu aliyo karibu, yaani ndugu yake mume wangu. Naye Ruth wapi? Akasema, na akaniambia kae papa hapa karibu na vijana wangu hata watakapomaliza mavuno yangu yote. Kisha Naomi akamwambia Ruth, wewe mwanangu, ni vizuri wewe ufuatane na wasichana wake. Samani, ufuatane na wasichana wake, wala watu wasikukute katika konde shamba lingine. Hivyo yeye akafuatana na wasichana wake Boaz na kuokota hata mwisho wa mavuno ya shayiri na mavuno ya ngano pia, naye alikuwa akikaa kwa mkwewe. Sasa hii ninapotaka kuendelea ya pili, siwezi kuigusa, ndio nitaongelea kuolewa kwa Mungu kuchagulia mume. Hii nitasema siku nyingine. Ndio kiwango cha pili. Ruth anaolewa, anachumbiwa. Naomi akamwelekeza, usikae kichwani, lala miguuni, kuwa mnyenyekevu. Haleluya. Hilo nitaliacha, nitakuja siku yake kama nitaweza kupata neema nikazungumzia kwa habari ya Mungu kuchagulia mwanamke au mwanaume kuoa na kadhalika. Mungu ashukuriwe sana. Hebu tumwone ndugu Branham na tufunge. Lakini kumbukeni niseme hivi, naongelea haya, tunaenda kwenye shamba la Bwana sasa kwenda kufanyia kazi. Kwa hiyo Mungu lazima tulipe, na mimi na furaha kubwa. Ni mara yangu ya kwanza, ni mwaka wangu wa kwanza naanza kumtumikia Mungu kwa ajili ya kuleta nafsi serious. Na leo tunakwenda kuzindua Muhimbili. Sema amen. Ni uzinduzi. Nazindua tu. Ndio uzinduzi, sio kukata upepe hapa. Tunaenda kuzindulia huko. Tunaenda kuanza kazi nasi leo. Huyo Boaz lazima tufuate. Huyo Boaz lazima tulipe. Ripoti yetu itapelekwa tu. Basi tumalizie kusoma maneno haya. Dakika zangu zimekwisha. Nataka nifunge. Nampenda Bwana. Sasa nadhani malizie tufunge. Nasikia vizuri, nikata mwaka 104. Asante. Je, mnampenda Bwana? Sasa jambo linalofuata anapaswa kufanya ni kutumikia. Tuseme kutumikia. Sikia vizuri. Inawezekana umefanya uamuzi, umeolewa. Sikutaka nikae sana, naona roho inanipatia. Ile ya kwanza nilikuwa nasoma ni uamuzi. Sasa hii ni kutumika. Na wanapokuwa wengi wanafanya uamuzi lakini wanashindwa kutumika. Unaweza kuwa unatumika kidogo kidogo au unategea. Tuone hapa na Mungu anisaidie nitafungia na jambo hilo kwa msaada. Na hivyo ndivyo kanisa halina budi kufanya. Fanya nini? Kanisa baada ya kufanya uamuzi wenu, kanisa liwe na nini? Inawapasa kutumika. Unapaona vizuri kweli?
Mtumikie Mungu kulingana na mpango wake, kulingana na ramani yake. Huna budi kumtumikia Mungu. Yaani tunachokosa, kama kuna kitu mimi nalia kwenye kanisa langu, unisikize kilio cha mchungaji. Nauliza watu wangu hawana ufahamu ile chip haifanye kazi? Sisemi wote. Yaani wangapi wamesoma mpaka chuo university, nakosa masomo, huwezi kufika. Wako waliosoma miguu yakaeka kwenye maji. Sasa kumtumikia Mungu ni zaidi ya kusoma chuo kikuu. Ni masaa yote unapaswa kwanza Mungu peke yake. Ndio Ruthu hicho mfanya adondoshia masazo. Unaona masazo yangu hii, haya magari ni masazo. Ni Bwana anatoa masazo. Nyumba ile ni masazo. Amina. Ruthu akifanya uamuzi sasa, Ruthu akihudumu chini ya uamuzi wake. Sasa angalieni kwa dakika moja, sasa yeye anaenda shambani kuokota masazo. Sema anaenda shambani kuokota masazo. Wengi wanajua baada ya kuamini neno wanakwenda kuja ibadani na kurudi, sio hivyo. Amen. Sasa mama yake mkwe alimwambia, ambapo Agano la Kale ikiambia jipya, yani Naomi kwenye Agano la Kale, Ruth Agano jipya. Unajua mama yake alimwambia, akasema tunaye jamaa jina lake Boaz, yeye ni tajiri, tupige yeye ni tajiri. Naomba nikodolee macho, utazionja baraka za Mungu kama utatumika. Tuliona asubuhi baraka za Ibrahim zilishikiliwa na Mungu kwenye ibada ya asubuhi kabisa ya saa 12 ya wanaokwenda kwenye mahubiri. Alishikilia, hawezi kumbariki Ibrahim. Aliambiwa usiambatane na mtu, uwe peke yako. Yeye akachukua baba, akachukua ndugu zake, binamu yake. Mungu akashikilia baraka miaka mingi mpaka siku aliachana nao kati, ndio Mungu akamwachia baraka zake. Vile nakuambia, moyo wangu unasononeka kukuona Mkristo wa Jumapili tu. Sijisikii vizuri. Sitanyamaza na kuambia tena. Boaz anakutaka uwe shambani kila ibada. Kwa wiki mara 2 pambana ufike ibadani. Haleluya. Naomba tunaye jamaa jina lake Boaz. Yeye tajiri, naye jamaa karibu. Nenda shambani mwake. Piga kelele, nenda shambani mwake. Sio siku moja. Antonio ameenda kuvuna mavuno, wanalima kila siku. Na Biblia inasema apandaye kwa nini? Kwa machozi atavuna kwa furaha au kwa kelele za shangwe. Yaani mtu anatumika sana, kai mshikani nimepata kitu fulani. Kai ni nini? Ni kwa sababu ameamua kutumika usiku na mchana, na Mungu lazima alipe. Twende na malizia. Naye ni jamaa karibu, nenda shambani kwake. Anasema labda deshi, usiende kwenye shamba lingine, nenda shambani mwake. Jinsi Roho Mtakatifu anavyotuambia tusiende kando kwenye aina fulani ya kitabu cha kanisa, aina fulani ya katekisimu, lakini twende shambani mwa Mungu. Agano la Kale, Biblia, usiseme vema, tutasema hivi, tutafanya hivi, tutafanya vile, tutakuwa na kaa mumo shambani. Nenda moja kwa moja ndani yake, maana yeye ndio jamaa wa karibu. Neno la Mungu, Agano la Kale na jamaa wa karibu kwa lile jipya, kanisa la kale na mama wa kanisa jipya. Unaona, Mkristo mwaminifu usiende kwenye shamba lingine, kaa humo shambani mwake. Labda siku moja huenda ukapata neema kwake. Basi siku moja wakati akiwa shambani, kijana tajiri jina lake Boaz, mtawala tajiri, alipita hapo, naye akamwona Roho. Alipomwona akampenda. Akikuona ibadani anakupenda. Alipenda nini? Alifikiri alikuwa mwanamke mzuri sana. Alipenda tabia yake. Nakumbuka alisema najua, alafu watu wanajua ya kuwa wewe ni mwanamke mwadilifu. Alifanya uamuzi wake safi na wazi, akarudi moja kwa moja akaishi sawa sawa naye pale aliyosema kufanya. Vinginevyo leo wanasema tunajua kwamba wewe ni Mkristo, tunajua kuwa wewe mtu wa Mungu. Maana hakuna mtu anaweza kufanya miujiza kama hiyo kwa na wewe. Kwa ujumla tunahitaji kutumika shambani mwa Boaz. Mungu atusaidie.